Ndugu zanguni, inshallah tukiwa katika kuingia katika dua, lakini walau qalila yatuwajibikia tuseme, kwa sababu moja ya sisi kuitwa umma bora ni kwa ajili ya kuamrishana yaliyokuwa mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Haitakuwa sawa tukafika hapa tukaingia tu katika dua na tusiseme jambo kidogo, itakuwa si sawa, kwa sababu mwanadamu ana viungo ndani ya mwili wake tofauti, lakini viungo hivi kuna nafsi na kuna moyo. Moyo una chakula chake na nafsi ina chakula chake. Nafsi ili isikie raha, basi ipate masala ya shahawati, mambo ya kimatamanio, mambo ya kiulimwengu, hapo ndio nafsi inasikia raha. Na ndiyo kazi moja ya nafsi, kumpambia mwanadamu ulimwengu, kumpambia mwanadamu sehemu ya makatazo ya Allah subhanahu. Nafsi yenyewe ndio inampambia ili ayapende yale makatazo, ili afanye nini? Ayapende. Na ndio maana kuna vitu kama utakuja ingia ndani ukichunguze, utakuja kugundua havina raha, havina ladha, isipokuwa kwa kuwa ni sehemu ya katazo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi nafsi nayo inakwenda kuingia pale, inakwenda kukupambia ile jambo lile zuri, ile hali halina raha. Mfano, tunawaona baadhi ya walevi wakiwa wanakunywa, unakuta vile anakunywa anakunja nini? Sura. Kitu kinacholeta raha kinamfanya mtu sura ina tabasa, sivyo? Kikiingia ndani ya roho anatabasa. Lakini ukiona mtu kakunja sura, hicho kitu ni kibaya, lakini ndio mtu anashindana nacho na anakuwa mlevi. Kwa nini? Kwa sababu kile kimekatazwa na Allah na nafsi ishakwenda kuipamba wewe ukione kizuri, au sio? Au ukakuta mtu akishalewa anapoteza nini? Akili. Hakuna hazina muhimu katika maisha ya viumbe, si tu mwanadamu, katika maisha ya viumbe kama kuwa na akili iliyokuwa timamu. Leo tunakuta mtu akiwa hana akili anaweza akatembea njiani hadi yakuwa yuko uchi, si tunawaona? Kakosa nini? Akili. Sasa na mlevi akishalewa, mwingine huvua mpaka nguo, kwa sababu kapoteza nini? Akili. Jambo ambalo akiwa na akili zake timamu hawezi kulifanya, lakini nafsi inampambia ulevi, anauona mzuri, anakwenda kulewa, anapoteza akili. Wangapi wanajutia baadaye kwa sababu ya ulevi? Wangapi washaua wake zao kwa sababu ya pombe? Wangapi washaua watoto wao, washawatekelekeza, washapoteza formula nzima ya maisha yao kwa sababu ya ulevi. Sasa nafsi ina desturi ya kumpambia mwanadamu kile ambacho Allah kafani kakikataza, hata kama ni kibaya, na nafsi ina desturi ya kumchukiza mwanadamu vile ambavyo Allah ameviamrisha, hata kama ni vizuri. Lakini roho, moyo, chakula chake ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama moyo wako utauzoesha kusikiliza maneno ya Allah, unajikuta ule moyo mwanzo kama kuwa na desturi, utakuta kama unaona uzito, lakini baadaye unasikia raha, unakuwa na amani kusikiliza mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu moyo chakula chake ni mambo ya khairati, nafsi chakula chake ni mambo ya shari. Kwa hiyo lazima tuseme ili kuziweka nyoyo zetu sawa na kuzilazimisha nafsi ziwe katika mstari mmoja sambamba na moyo. Usikubali hata siku moja katika maisha yako kuwa mtumwa wa nafsi yako, bali kubali nafsi uitumikishe wewe, sio nafsi ikutumikishe wewe. Na ndio maana miongoni mwa majina ya siku ya Kiyama kuna jina linaitwa yauma nafsi lawama, siku ambayo nafsi zitafanya zitajilaumu, lakini lawama ambayo haitasaidia, sio? Kwa hiyo sikubali nafsi kutumikishe, bali itumikishe. Na njia pekee ya kuitumikisha nafsi ni kuwa tayari ile unapokuta pazungumzwa kheri, basi ukatenga muda wako ili uisikilize ile kheri, kwa sababu hiyo ndiyo kisafishio cha moyo wako na nafsi yako. Ndugu zangu, moyo wa mwanadamu uko sawa na tenki lenye maji. Huu moyo ambao kiburudisho chake ni maneno mazuri, ni mambo ya kheri,
lakini wenyewe ukiingizwa shari unachafuka. Tuelewane, nafsi inaweza ikafanya moyo ukawa mkia, ama moyo unaweza ukafanya nafsi ikawa mkia. Ukijikuta wewe unapenda maasi, moyo wako ushakuwa mkia wa nafsi, na ukijikuta wewe unapenda mazuri, nafsi yako imeshakuwa mkia wa nafsi. Kwa maana hapo utaangalia wewe kipi kifuate mwenzie, kipi kiwe kichwa, kipi kiwe mkia. Ikiwa umekubalisha nafsi yako iwe kichwa, wewe umeharibikiwa na umepata hasara fil hayati dunia wal akhirah. Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru na hayo. Lakini ukikubali moyo wako ndio uwe kichwa, ndio kiongozi, ndio injini, wewe ni minal faidina. Allah tujalie tu miongoni mwa hao. Nafsi ya moyo wa mwanadamu ni sawa na tenki lenye maji safi, ndivyo ulivyoumbwa. Tenki ambalo linazo pipe, kila pipe inaingiza maji ndani ya hilo tenki. Naeleweka? Moyo wa mwanadamu, nakwambia haya ili uzichunge pipe hizo, kwa sababu pipe moja ukiruhusu ikiingiza uchafu, fasiri yake na maji yote yamefanya yamechafuka, maanake moyo wote unauchafua. Pipe hizo, moja ni mdomo wa mwanadamu, mbili ni macho ya mwanadamu, tatu ni masikio ya mwanadamu. Pipe hizi ukiziruhusu yoyote kuingiza uchafu ndani ya tenki hilo ambalo ni moyo, jua umeyachafua maji yote, hata kama pipe nyingine zimezuilika na zenyewe baadaye zitaingiza. Macho yako ukiruhusu kuangalia vitu ambavyo ni shari, vitu ambavyo ni makatazo, wewe umesababisha moja kwa moja kupelekea moyo kuchafua na kujipelekea wewe kuingia katika maasi. Mdomo wako ukizoea kuzungumza vitu ambavyo ni makatazo, umbea, ufisadi, kuimbaimba, sawa, kupenda wewe mambo ya kidunia, unasababisha moyo wote unachafuka kupitia mdomo. Hali kadhalika masikio yako yakizoea kusikiliza muziki, wewe fikiria mtu inaanzishwa ile series kwenye FTV ma series ya nje huko ya wapi, sio? Inaanza mpya, mtu haijui. Laiti asingejua, asingeifuatilia, wale asingeathirika chochote, asingepungukiwa chochote. Lakini imeanza tu, akaanza desturi ya kufuatilia. Mwisho ule moyo unafanya unanogewa, ikianza hataki kuikosa. Bahati mbaya kashazoea sasa mambo ya series, inafika wakati kikaribia kuisha ile, si wanaleta matangazo mengine tayari, na huyo mtu anaandaliwa kupenda na hili na kuja anaipenda, na ikishamnogea na yeye hataki kufanya nini, kuiacha. Hii haina shehe, haina mlevi, haina mwanamke, haina mwanaume yoyote. Ukitengeneza desturi kwamba mimi nataka kufuatilia kitu fulani, mwisho wa siku utakipenda na hutakuwa tayari kukiacha. Kwa sababu hata huo ulevi, kuna watu hawakuwa walevi, sio? Lakini akajaribu tena, mwisho kawa mlevi kweli. Wako watu tunawajua, wanazo juzuu 30 vifuani, wamesomesha watu wengi, madrasa zao zimesomesha watu wengi ambao ni maalim katika nchi hii, lakini tushawashuhudia wakiwa wanalewa na wakiwa wanasema wapoteza mawazo. Unafikiria ana mawazo huyo? Hana mawazo, alionjaonja, mwisho nafsi ikafanya nini? Ikazoea. Lakini akikutwa kwa sababu hajulikana yeye ni mtu fulani, ataleta jibu tutapoteza mawazo. Kauruhusu moyo wake kuingiza uchafu, mwisho moyo umefanya nini? Umechafuka. Uzamuni moyo wa mwanadamu ili usafike. Ukisharuhusu moyo wako kuchafuka, kila mwanadamu akosea, lakini mkosefu mzuri ni yule akoseaye alafu akarudi kwa Allah na akaleta toba iliyokuwa ya kweli. Huyu ndiye mtu ambaye ni mkosefu mzuri, na asiwe ni mwenye kurudia yale makosa aliyokuwa anayafanya. Moja ya njia pekee ya kusafisha moyo wa mwanadamu uliochafuka ukao umeshapotea katika maasi ni kupenda kumtaja Mwenyezi Mungu.
kwa kuanza na la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la hivyo hivyo. Anza kimashara, mwisho utazoea, mwisho moyo wako utajikuta unaanza kusafika, kwa sababu kila mwanadamu anapofanya asi, kila anapokosea, moyo wake huo unapigwa muhuri mweusi. Akikosea tena, moyo unaendelea kupigwa muhuri mweusi. Akikosea, mwisho moyo wote unakuwa nini? Mweusi. Sasa dawa ya kuondosha madoa haya, dawa ya kuufuta muhuri huu ni kusema la ilaha illa Allah kila wakati, iwe kimoyomoyo, iwe kwa sauti. Madamu muda unakuruhusu, wewe unatakiwa uwe unasema la ilaha. Hii moja kwa moja inakwenda inausafisha moyo, mwisho moyo unakuwa kama white paper, mweupe. Hasa hapo dalili ya kwa wewe moyo wako ushakuwa mweupe msafi, ni unajikuta sasa unazitamani kheri, unatamani kuwa karibu na mambo ya kheri, na unachukia mambo ya shari, unachukia mambo ambayo si katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dalili pekee ya mtu ambaye moyo wake tayari ni mweusi wote ni kwamba yeye anakuwa hana hofu juu ya matendo machafu. Ukishakuwa unajiona wewe hata ukifanya mabaya hujutii, uogopi, una hofu, unafanya ikiwa dhulma unadhulumu, zina unafanya, huna hofu, huna shaka, ule unaleo huna shaka, yani wewe ndio tena unafurahia. Hiyo ni dalili ya kwamba moyo wa huyo mtu wote ni mweusi, ushapigwa muhuri mweusi. Mtu kama huyu anaposikia maneno kama haya, yapaswa akae chini atafakari, kwa sababu kule kusikia nako pia saa nyingine ni Allah anakupenda, anakukumbusha kwamba wewe uko stage hii na mimi sitaki uwe stage hiyo, kwa sababu akhera kuna maisha mengine. Ili mtu aanze kufanya kama ni la ilaha illa Allah, aanze mdogo mdogo, mwisho anakaa katika mstari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa kusikiliza na kusikia.